Je, kweli upepo wa siasa umeanza kubadilika mahali ambapo wengi hawakutarajia? Je, kilichotokea Wamunyoro kinaweza kuwa ishara ya jambo kubwa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027? Kwa siku kadhaa sasa, video kutoka Wamunyoro zimeanza kusambaa kwa kasi mitandaoni. Baadhi ya waliozungumza walitoa kauli kali kuhusu Rais William Ruto, huku wengine wakionyesha wazi kumuunga mkono Rigathi Gachagua. Kauli hizo zimezua mjadala mkubwa kuhusu hali ya siasa ndani ya sehemu ya jamii ya Kalenjin. Lakini swali kubwa ni hili: je, hizi ni sauti za watu wachache tu waliohudhuria mkutano au zinaashiria mabadiliko makubwa ya kisiasa? Leo tutapitia video moja baada ya nyingine ili kila mtu ajionee kilichosemwa na kuamua mwenyewe. Lakini kabla hatujaenda mbali, kuna video moja ambayo imekuwa ikisambazwa sana kwenye TikTok, Facebook na X. Mwanamume huyu ambaye alijitambulisha kuwa kutoka jamii ya Kipsigis alitoa kauli ambayo iliwashangaza wengi. Alisema kuna watu wamefikia hatua ya kukata tamaa baada ya kuona wana Kipsigis wamefika Wamunyoro. Sasa sijui kama hizi ni hisia zake binafsi au alikuwa anawakilisha mawazo ya wengine, lakini sikiliza mwenyewe alichosema, manake hiyo ndo kauli inayoanzisha mjadala. Lakini mambo hayakuishia hapo tu. Kilichofuata ndicho kimewaacha wengi wakijiuliza kama kweli upepo wa kisiasa umeanza kubadilika. Nakwambia Wakenya, hebu sikizeni hapa. Kuna watu nakwambia wanasikia ni kama watajinyonga bwana. Kuna watu wanasikia ni kama watalia. Kuna watu wanasikia ni kama watakufa. Kwa sababu jamii yangu ya Kipsigis walikuwa wameenda kutembelea Wamunyoro. Nakwambia Wamunyoro, unaambia wewe ni mkabila. Wamunyoro wacha nikuambie. Na Mama Dorcas, Pastor Dorcas, Mungu akubariki mama. Mama, Mungu akubariki. Mama, Mungu akubariki. Hatujawahi onyeshwa mapenzi na mama yeyote wa jamii ya Wakalenjin kama wewe. Wewe mama ni Mkikuyu, lakini ile mapenzi umetuonyesha na baba yetu hapo Rigiji. Wacha tu. Alafu mtuambie ati tuchukie Wakikuyu. Hatutakubali kutumika tena. Sisi jamii wa Kalenjin tumejua ukweli. Hamtakai tujue ukweli. Lazima tushirikiane na Wakikuyu, kwa sababu Wakikuyu pia ni Wakenya na Wakikuyu ni wanadamu kama sisi. Hata nyinyi wajadi niwaambie Wajaluo, mtatumika na huyu mtu baadaye mtakuja kulia kama vile Wakikuyu walilishwa mpaka wa leo. Hata nyinyi mtatumika. Hata nyinyi watu wa North Eastern Waria ikatumika kama tishu. Sisi hatuwezi tukakubali. Sisi wa Kalenjin tumerevuka. Shauri yenu. Sisi tumejua na tuko nyuma ya Munyoro. Wamunyoro atuambie mahali tunaenda. Tulielewana, atuambie mahali tunaenda. Yes. Baada ya hapo, watu kadhaa kutoka jamii ya Kipsigis waliinuka mmoja baada ya mwingine wakizungumza mbele ya Rigathi Gachagua. Mmoja wao alimpa Rais William Ruto ujumbe mzito kuhusu kura za Kipsigis. Kisha mzee mwingine akaonyesha wazi jinsi anavyomuunga mkono Rigathi Gachagua. Video hizi ndizo zinazozungumziwa zaidi kwa sasa, na haya ni baadhi ya maoni yanayotolewa na watu waliohudhuria mkutano huo. Lakini kilichofuata ndicho kilichofanya watu wengi waanze kushare video hizi kwa kasi zaidi. Tufanye siasa ya amani. Tupige kura, watu waende nyumbani wala wafanye kazi. Like this government, hakuna kazi wanafanya. You will go home Bwana Ruto, wewe utaenda nyumbani asubuhi. Usikuja Ang'ata kutafuta kura. Kaa Nairobi, tutakuletea kama iko. Asanteni sana, mimi na wewe Toyasira Kirui. Mungu awabariki. We love you. Kichome inwe Rigathi. Magichome? Anatisha sisi. Kule nyumbani ni umaskini tupu. Nyinyi abatali wa Kikuyu. Your Excellency. Ninakuomba wakati wewe unazungumza kwa TV, hata ukiwa unasirika, usijaribu kulia. Hawa watu wataumana. Unajua baba akilia, alafu watoto waone baba nalia, na usitishwe. Please, usitishwe.
Kijana huyu naye hakuficha hisia zake. Alitoa ukosoaji mkali dhidi ya Rais William Ruto, akieleza kwa nini anaona Rigathi Gachagua ndiye anastahili kuungwa mkono. Kauli yake imezua mijadala mikubwa mitandaoni. Sikiliza mwenyewe, maanake ukiangalia video hizi 3 mfululizo unaona kabisa kwa nini mjadala huu umechukua nafasi kubwa mitandaoni. So we want a very defined and objective government. Hii wizi inaendelea. Kuna wizi mingi inaendelea. Watu wanakuja wana launch project, wanaweka pesa, wanatumia kampuni fulani, wanatoa hizo pesa, wanakula hiyo pesa, wanadanganya, wanaambia mungoje next financial year, na wamekula hiyo pesa. Tutangoja mpaka lini? Nikimalizia. Wamechenga 2 na hatuna hata moja. Tutakufa mpaka lini? So if by voting you means our death, we will do it. Si kifo ni kifo. Juzi mwingine alikuwa ananiambia, nimeenda radio station, nasikia mtu Ang'ata ananiambia, sasa ni ukweli serikali imetunyanyasa, lakini tusipike sana, watatuumiza. Nikamuuliza, wewe saa hiyo ulale kwako au ulale kwako? Unalala kwa mawe huko, unapigwa na baridi juu, maaskari watakuja kupiga usiku. Sasa unataka kuumia gani? Si umeumia tayari? Kama ulali kwako, mbona uokope? Si tunasema. So changale oga mwabi ngalege niru, lakini eche alak chekikesoite akenai kele mami kini borobini. Lakini bado kuna video moja ambayo iliwagusa hata wale ambao hawakuwa wanatarajia. Mwanamume huyu hakumzungumzia rais moja kwa moja, badala yake aliwalenga viongozi ambao wamekuwa wakijigamba kwamba wao ndio wenye serikali. Alitoa ujumbe ambao umeibua mjadala mkubwa. Tunajua kabisa hata hawa wanapopika kifua wanasema serikali ni yao. Wanafikiria wako na kila kitu. Wanatisha, wanaumiza wengine, lakini I'm sure very soon you will be the one in power. And kindly remember hawa wenye wamekuja hapa na jamii ya Kipsigis. Hakuna shida mingi. In fact, we are very much fortunate kupata fursa kama hii kukuongelesha. Kwa sababu tunajua mtu ambaye anadharauliwa, ukiona mtu tu ambaye anadharauliwa hivi vile huyu mwenye yako sahi. Sikulikuwa na madharau, mkasema kwa nini huyu anadharauliwa? Mkashikilia. Hata hii jamii na jamii zingine, hata hawa Kikuyu wa hii mlima yote. Uliposema mtu asikuse mlima, watu walikuwa akiona kama ni ndoto. Lakini kweli kesho Olgalau watu watajua hakuna kukuza wapi? Tutatambua kesho. And I wish kama tukipata fursa kama watu wa DCP, particularly wa Emurua Dikirr, tupate fursa kusherekea na nyinyi. Na dakika chache baadaye mwingine naye akasimama. Safari hii ujumbe wake ulikuwa kumtia moyo Rigathi Gachagua. Akasema mapambano anayoyapitia si mepesi na kwamba hawako tayari kumwacha peke yake. Na hii ndio video tunayoizungumzia. So, Excellency, chunga nje. Tunakutegemea. Sisi tumejitolea. Kuvaa hii kofia kwa njia ya wakale sio rahisi. Hata ulisikia watu wangu wakinung'unika, Shadrack ashiki simu, Vincent ashiki. Wakati tulimaliza hii siasa, roho yangu, yani, hii watu walikuwa wanatutakia mabaya. Lakini Mungu ni nani? Na unajua sisi tulikubali. Tulisema kama kuna kitu itatendeka, itendeke. So wakati tulisema hivyo, Mungu alitusaidia. Na tunajua Mungu iko. Hata kama mtu wako na hamari ya Kenya, malaika tu moja ya Mungu ndio anaumiza hiyo hamari. Moja tu peke yake, sio wawili. Migi na mwa kuzikisha. Wakasliya. Au asjebioso. Lakini si kila aliyepewa nafasi alikuwa anazungumzia siasa za uchaguzi. Mwanamume huyu kutoka Ang'ata Barikoi alisimulia kwa hisia changamoto wanazodai wamepitia kuhusu mgogoro wa ardhi katika eneo lao. Wengi waliokuwa ukumbini walisikiliza kwa makini na tena kwa huzuni. Tazama alivyofafanua. 50 walichukuliwa mali zao zote, maduka karibu 28
yalichukuliwa vitu vyao vyote vya duka, na nyumba moja ikachoma na askari, sio watu wengine, askari. So watu wa kwetu wanateseka kabisa na wanateseka. Na kuna shamba ambayo baada ya kuchoma hiyo nyumba moja, na hiyo sehemu ambayo waliingia wakachukua vitu, ni sehemu ya hiyo shamba ambayo wanalenga kuchukua saa hii, inaitwa Parcel 9, na lengo ni wanataka kuhamisha hawa watu. So tunaomba msaada wako kabisa, kwa utusaidie sisi kama watu wa Ang'ata, kwa sababu hatuna namna nyingine. Hiyo shamba hata juzi wakati walikuja, badala ya kutuambia ya kwamba hii shamba haitaenda, akatuambia ya kwamba tunataka silaha. So badala ya sisi kuturudishia shamba, tunaambiwa silaha inatakikana. Saa hii watu hawalali kwa manyumba, kwa sababu mara kwa mara unastukia askari ndio hiyo anachukua, unasikia anachukua mtu, saa zingine anawaachilia njiani. So watu wa Ang'ata wako na shida na wanateseka. Hatujui sasa mahali tunakimbilia, kwa sababu wale ambao wanatesa watu wa Ang'ata ni serikali ambayo tungewakimbilia apate kutusaidia. Lakini kwa sababu tumekuja, najua hata mimi nilikuwa naomba kabisa nafasi hii nikuja hata nikuambie kabisa utusaidie. Halafu ikaja video ambayo imekuwa ikitumiwa na wengi kama ishara kwamba baadhi ya watu wanaona Wamunyoro kama sehemu yao mpya ya kisiasa. Mwanamke huyu kutoka jamii ya Kipsigis alizungumza kwa hisia mbele ya Rigathi Gachagua. Wengine wanasema hii ni ishara ya mabadiliko, wengine wanasema ni maoni ya watu waliohudhuria mkutano huo pekee. Tazama mwenyewe. Kongoi kabisa, yani korongololi ra president. Korogeri Gachagua. Ile chama chine tiang wangose chwa mwoe. Kikikose takikerin. Kikikose takikakene utakekerge toka chendo kwa kikikose tenyon dikir. Alisema alisikia sana ukuje akuone dikir kwa hiyo campaign. Nyoda. Kuja mbele. Nyoda. Ngala. Gachagua, kichomine bo man. Okimi tugul kibagenge. Tunakupenda sana na tunasimama na wewe. Wande Arap Ruto. Kole yo Arap Ruto. Ikera no Arap Ruto. Kile no Arap Ruto asiki kiani kitun. Otin kitun gwanda enga chibo nyoko bauge ko tor ko bar boyonde nyin. Kile no Arap Ruto si nyali leche teger. Kole mami tegi nagiri yaiwe che tegere. Mi sibitali teger. Mi gari chato taenge. Kole sana moja nitamkunyo kyale ako nyai to minige tikit kirinde we ne teger kirinde we ne mami gi nagiri ya barabara ko mami gi nagiri ya we che barabara lam ki ya ko ki ya ja mai tap chubile ko ya ne gi wane chana ngora chana ngora kirgi nya chana ne gi mani tabusia o gi tare tabusia ko geseret ne ba kwangi ko le Gachagua. Sasa baada ya kuona video zote hizi, swali linabaki kwako. Je, haya ni maoni ya baadhi ya wananchi waliohudhuria mkutano huu pekee au yanaonyesha kuna mabadiliko makubwa ya kisiasa yanayoanza kujitokeza kuelekea mwaka 2027? Niachie maoni yako kwenye comment section, na kama bado hujatufollow au haujabonyeza subscribe, fanya hivyo sasa hivi, kwa sababu hapa Mizuka Media ndio sehemu tunakuletea video zinazotikisa Kenya, Tanzania na Afrika Mashariki nzima. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Leo hata mimi nitalala vizuri. Nitalala vizuri. Najua kuna ile jamaa alikuwa anasema hii Rigiji ni mkabila. Sasa hii Kipsigis hawa ni Wakikuyu. Hawa ni Wameru. Hawa ni Waembu. Si hii ni wa Kipsigis wenyewe. Wamefika hawajafika. Wako na maneno hawana maneno. Mimi nasikia mumeumia sana pale. Mtaniambia? Na nimesema mtaniambia? Na nimesema iwekwe live. Ndio dunia yote ijue
ya kwamba Wakipsigis wamefinywa na wanaumia na